Funika kichwa chako. Baba, Roho Mtakatifu, muda wako umefika wa wewe kujifunua kama mwalimu kwa ajili ya kutufundisha na kutuelekeza. Somo lako, maneno yako leo yakawe na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Chochote ambacho Mungu nitakisema nisiwe mimi nimesema, ila Roho wako ndani yangu ndiye akaseme. Jifunue kwetu, utufundishe zaidi, kwa sababu tunajua maarifa ni kitu cha msingi kwa mtoto wa Mungu kuweza kuumiliki ulimwengu wa roho. Baba, asante kwa sababu katika hali hii na atmosphere hii, Mungu utakuwa nasi. Ninafunga mawazo yote ambayo ni ya kutangatanga, mawazo yote ambayo Mungu yanamuondoa mtoto wako mahali hapa na kumpeleka nyumbani, kazini, baa, gesti, hotelini. Mawazo yote ya kuwaza vyakula, mawazo yote ya kuwaza matatizo, ninayafunga katika ulimwengu wa roho. Ufahamu wake utatulia hapa. Ninakataa kwa mtu yote kulala katika hili kanisa. Pepo la usingizi, sikia. Sio muda wa watoto wa Mungu kuwaletea usingizi mahali hapa. Ninaenda kinyume na hiyo nguvu yoyote ya giza inayosababisha watoto wa Mungu wasipokee chakula chao cha kiroho. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Uko tayari? Tunaendelea na somo letu la My Atmosphere, lakini liloandika mimi ni neno. Mimi ni neno. Tulisema last week, mtu yoyote alipo ana uwezo wa kubadilisha chochote na akasababisha chochote kiweze kutokea ama kisitokee. Tunakumbuka? Tukasema sisi ni chumvi ya ulimwengu. Ndio? Kama sisi ni chumvi, maana yake hakuna chakula kinaweza kikapikwa au kikawa na ladha bila sisi. Na baadaye tukasema sisi ni nuru pia ya ulimwengu. Tukaonyesha umuhimu wa kwa nini wewe unatakiwa kuwa chanzo cha mabadiliko popote ambapo upo. Haijalishi uko wapi, kwa sababu upo kwenye hilo eneo. Kama kulikuwa kuna mauti, inatakiwa uisemeshe mauti iweze kuondoka. Kama kulikuwa na uharibifu, wewe una nguvu ya kusababisha uharibifu usiwepo. Na tukaangalia wana wa Israeli jinsi ambavyo uwepo wao kila sehemu, kwale na mikate vilishuka, na kazi yao ilikuwa ni kuokota. Tukasema wakiingia Dodoma, mikate na shuka Dodoma. Wakienda Mwanza, kwa sababu ya uwepo wao tayari kuna nguvu ilikuwa imeachiliwa. Tunaposema mimi ni neno, chochote unachokisema ukikimaanisha kutoka ndani na ukakiamini, hiko kitu kinakuwa. Hata maisha yako hapa ulipofika ni matokeo ya ulivyojitabilia. Na bado kuna picha kubwa ambayo unayo. Kila siku unasema mimi nitakuwa fulani, mimi nitakuwa fulani. Haijalishi nini ambacho unakipitia sasa hivi, haijalishi mazingira gani ambayo unayo, lakini bado unaamini. Kuna neno ndani yako linapiga kelele kusema mimi lazima, mimi lazima. Uhalisia wa wewe upo katika neno unalolisema. Wewe ni matokeo ya kile unachokiri. Ndio maana sehemu nyingine anasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo ulivyo.
Unajisemeaje ndani? Ukikaa ndani unajiona first lady au second lady? Ndani ukikaa unajiona ni mke ama hawara? Ndani ukikaa unajiona ni mkurugenzi ama mtu wa kawaida? Picha yako ya ndani ni uhalisia wako wa nje. Hatuendeshwi na kinachotokea nje, tunaendeshwa na kile ndani kinachopiga kelele. Yohana 1 mstari kuanzia wa kwanza anasema, hapo mwanzo kulikuwepo na neno, na neno. Nadhani tusome. Nisomee. Sikiza, hapo mwanzo kwenye chochote ambacho kinatokea kwako, chochote unachokianza, anaposema hapo mwanzo kulikuwepo na neno, means hakuna chochote unachoweza kukifanya hata siku yako unayoanza ya kwanza kuamka bila neno kuja kwenye mawazo yako. Unajua tunasemaga hapo mwanzo kulikuwepo na neno, tunamwazaga Mungu, lakini tunashindwa kujua kwamba hata wewe hakuna chochote unachoweza kuanza kabla neno halijadondoka kwako. Ukiamka asubuhi, fahamu zimerudi, kitu cha kwanza kinachoanza kuja ndani mwako ni neno. Leo nahitajika kwenda kazini, leo nahitajika kuvaa nguo fulani, leo kinachokuja kwako cha kwanza ni neno, kabla utekelezaji wa neno haujaendelea. Anasema hapo mwanzo kulikuwepo na nini? Na neno, naye sikiliza, neno alikuwepo kwa Mungu. Means kila neno lina asili. Hilo neno limetoka wapi? Kabla neno halijaja kuwa kwako na wewe kufanyika neno, tafuta chanzo cha hilo neno. Nadhani naeleweka. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno. Kwa hiyo neno linaweza likawa kwako, hilo sio tatizo. Je, chanzo, asili ya hilo neno lililolisikia, neno lililokuja ndani ya moyo wako, neno lililokuja ndani ya masikio yako kabla hajijafanyika kuwa wewe, hatua ya 3, hilo neno asili yake limetokea wapi? Kwa sababu kuna neno la wewe kusogea, lakini kuna neno la wewe kusimama. Kuna neno la wewe kuanguka. Kuna neno lingine linasema utapata, lakini kuna neno lingine linakujaga kusema utakosa. Asili ya neno lolote unalolisikia, asili yake ni wapi? Anasema hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno. Angalia, mwandishi anatuonyesha asili ya hilo neno, naye neno lilikuwepo wapi? Kwa Mungu. Alafu sikiliza, kuna kusikia, kuna chanzo na kulibadilisha neno liwe wewe. Hatua mbili za kwanza zinaweza zikatoa maamuzi ya hatua ya tatu unayotakiwa kuingia. Hatua ya kwanza ni kulisikia neno, hatua ya pili ni kulijua neno limetoka wapi, lakini hatua ya 3 unatakiwa kuwa makini kulikubali neno kuwa wewe. Hatua mbili haina shida, ila kuwa makini na hatua ya ngapi? Ya 3. Ajionavyo mtu ndivyo alivyo. Kwa hiyo hatua ya 3 inakuonyesha wewe ni nani. Ukilikubali hilo neno, umekuwa hilo neno. Unachokisikia hapo mwanzo, unachokisikia asili yake,
Unaposikia utakuwa tasa, hilo neno kuna sehemu limetoka. Hilo neno kuna chanzo chake kipo, umevisikia. Lakini cha tatu, kulikubali hilo neno kuwa wewe, unatakiwa kuwa makini sana. Kwa sababu hapo ndipo kutakapokuonyesha wewe ni matokeo gani. Na hauwezi ukashindana na sauti nyingine kama sauti nyingine hauijui. Ni lazima kwenye kila neno baya uwe na neno zuri la kuliplace. Na kwenye kila neno zuri kuna neno baya linalofanana na hilo ambalo linataka kutoa neno zuri. Vita vya shetani na Yesu havikuwa kwenye vitu, vilikuwa kwenye neno linaloleta vitu. Halo? Na utanielewa baadaye. Natengeneza foundation. Vita ya shetani na Yesu haikuwa sehemu nyingine. Na tunaposema neno, is all about understanding, the knowledge, the quality and the quantity, the level of understanding ambayo unayo. Una kiwango gani cha ubora gani wa maarifa ya kimungu? Hilo ndilo ambalo linaweza likakuambia. Linakuja neno la kusema umefilisika, unasema sitofilisika kwa sababu hasara sio sehemu ya maisha yangu. Lakini huwezi kuwa na neno la kusema hivyo kwa sababu vinavyofanyika ni ndani yako, vinashindana. Ni lazima uipinge ile sauti unayoisikia. Neno baya unalolisikia linapingana ndani, sio nje. Nje ni matokeo ya kile ambacho umekisikia ndani. Wewe ni matokeo ya neno gani ambalo limezunguka kwenye maisha yako. Na ndio maana mtu akikwambia mbaya, hilo neno ukilichukua, umelisikia, asili yake ni shetani, ukalivaa, unaanza kuwa mbaya hata kama ulikuwa ni mzuri. Na ukianza kukataa aina fulani ya maneno ambayo ni negative, ukakubali maneno fulani positive, automatically kuna kama magnetic force or magnetic energy inaanza kuattract positive things upon your life. Na ukianza kujitafsiria vitu neno baya kwenye maisha yako, automatically utaanza kuattract vitu negative kwenye maisha yako. A force of attraction. Anaendelea mstari wa pili. Anasemaje? Vyote. Usilione neno. Yaani neno jione ni wewe sasa. Anasema vyote. Hajaacha hata kimoja. Anasema vyote. Weka chochote ambacho ni impossible kwenye maisha yako. Anasema vyote havikufanyika pasipo hilo neno. Means wewe ndiyo mwenye maamuzi ya vitu kutokea ama vitu visitokee. Kwa sababu wewe unapoliamini neno, lile neno linakuwa ni wewe. Kwa hiyo wewe ndani yako kuna neno unatembea nalo, lolote unalotaka vitu vitokee. Wewe una mamlaka ya kulazimisha kwa sababu wewe umegeuka hilo neno. Wanaposema familia yetu ni matajiri, linatakiwa neno liingie ndani yako, jione mimi ndio tajiri wa hii familia. Alafu hakuna chochote kitakachoweza kutokea bila mimi kukisema kitokee. Na the moment umeanza kusema mimi kwetu ni maskini, hilo neno kilichukua linakuwa ni wewe. Na kwa sababu hivyo, kama vyote havikufanyika bila neno, means hata vyote vya kimaskini haviwezi kutokea bila wewe. Mikosi itaanza kukuandama kwa sababu umeliamini neno na neno limegeuka kuwa nani? Wewe. Utasema kwetu sisi tunakataliwaga tu. Ukilichukua kwamba kwetu sisi tunakataliwaga, au ungesema kwetu sisi wanaishiaga tu kuletaga mahari, alafu mahari zinachukua. Ukijiingiza na ukasema kwetu sisi, umelikubali nini? Neno. Vyote vitafanyika kwa sababu ya kuliamini nini? So the moment
utavisikia vitu ambavyo huvitaki kwenye maisha yako, vikatae. Useme mimi kwetu nitakuwa wa kwanza mahali kupokelewa na baba yangu na harusi kufanyika. Unapoanza kufanya hivyo, kuna atmosphere kwenye ulimwengu wa roho unaitengeneza. Mwanaume atakayekuja sio mwanaume atakayerudisha mali, mwanaume atakayeingia nawe mpaka kwenye ndoa. Sikiza, usiviangalia ambavyo vinatokea vibaya, wewe endelea kulisema nini? Neno. Tunatakiwa kuliamini neno na kulitamka neno mpaka neno linakuwa sisi. Na neno likiwa sisi, neno linaenda kutokea, kwa sababu havitafanyika bila neno langu kuvisababisha vifanyike. So ndani yako una mamlaka kubwa sana. Roho yako imetengenezwa kupokea vitu vikubwa sana vya kimungu ambavyo Mungu alipokuumba. Sikiza, kwenye Mwanzo 1:28 tukianza 26, Mungu alipokuumba alikuumba kama roho, kwa sababu mlango wa pili mtu anatengenezwa alafu ile roho inachukuliwa inawekwa. Wakati anamtengeneza mwanamke na mwanaume, alitengeneza roho, hakutengeneza mwili kwanza. Mlango wa pili mwili unatengenezwa, afu zile roho ambazo Mungu aliziumba ndio anaziweka. Wakati Mungu amemtengeneza Adam na Hawa, ingawa kwa Mungu wote waliitwa Adam, tunajua hiyo story Mungu wakati anazisemesha, Mungu alikuwa anaachilia maneno ndani yao. Mungu aliumba maji akaweka sehemu yake, aliumba samaki akaweka sehemu yake, aliumba mashamba akaweka sehemu yake. Alipokuja mwanadamu, kuna kitu Mungu anakiongea kwa mwanadamu. Nisome mstari wa 28. Kitu cha kwanza Mungu akawabarikia, alafu Mungu akafanya nini? Mungu akawaambia. Mungu anatoa neno. Mungu hawapi vitu. Mungu hawapi afya. Mungu hawapi utajiri. Mungu hawapi chochote. Mungu anawapa neno la baraka ndani yao. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia. Angalia vitu ambavyo Mungu anasemesha roho. Yaani nilitegemea Mungu aseme sasa ninakupa magari, nakupa manyumba. Mungu hatoi. Mungu anasemesha neno litakalosababisha ukiliamini vilivyopo vianze kukutii neno lako wewe. Leo nina install maneno ndani yako. Roho yako itapokea maneno leo kwa lazima, ili ukitoka hapa ukavisemeshe vyote ambavyo viko chini yako, uweze kuvitamka na vitokee. Akaendelea akasemaje? Sikiliza, Mungu ameumba bahari lakini hakuna ongezeko kwenye bahari. Mungu ameumba samaki lakini hakuna ongezeko kwenye samaki. Mungu ameumba miparachichi lakini hakuna ongezeko kwenye miparachichi. Mungu aliumba mnazi, inawezekana mnazi ulikuwa mmoja na muembe ulikuwa mmoja, hakuna ongezeko. Anamwambia mwanadamu hivi, ninataka ukaongeze. Sikiza, Mungu hakumuumba Kain, Mungu hakumuumba Abel. Mungu alimuumba Hawa na Adam. Ni kazi ya Adam kusababisha Kain atokee, sio kazi ya Mungu. Ni kazi ya Adam kusababisha Habili atokee. Ni kazi ya Adam kusababisha uzao uongezeke, sio kazi ya Mungu. Mungu alichokifanya, aliliachilia neno la ongezeko kwa nani? Kwa Adam. Mungu alichokifanya, aliachilia neno la utawala kwa nani? Kwa Adam. Mungu alichokifanya, alipomaliza na Adam, akaisemesha bahari, akasemesha samaki, akasemesha ardhi. Akaenda kwenye ardhi, akasema, ardhi sikia, ingawa unanisikiliza mimi, lakini kuanzia leo hautakiwi kunisikiliza mimi, unatakiwa kumsikiliza Adam, kwa sababu Adamu ndani yake nimeweka neno la mamlaka juu yako. Akaenda kwa samaki, akasema, samaki, mimi ndiye niliyekuumba, sio Adam. Lakini linapokuja swala la ongezeko, akasema, samaki nimewaumba, lakini samaki sikia,
Kuna neno la mamlaka haliko tena kwangu mimi. Neno la mamlaka liko ndani ya Adamu. Adamu akianza kuvua, kwa sababu ana neno la ongezeko kwenye samaki, automatically samaki watakuja. Adamu akianza kulima, automatically migomba itazaa. Kwa sababu ardhi imetolewa kwenye mamlaka ya Mungu. Ardhi imewekwa kwenye mamlaka ya nani? Ya Adamu. Uzao wa watu umetolewa kwa Mungu. Uzao wa watu umewekwa ndani ya neno la Adamu. So ni Adam kumtafuta Eva na kusababisha watoto watokee. Mungu anahamisha neno la mamlaka, analiweka ndani ya watoto wake. Na walipoliweka ndani ya watoto wake, automatically chochote ambacho Adamu alikuwa anakigusa kinafanikiwa. Na sio kwake, mpaka watoto wake. Kaini alipolima, ardhi ilimtii Kaini, ikaanza kutoa nini? Mazao. Habili alipochunga, alipoanza kufuga, automatically mifugo ikaongezeka. Unajiuliza, hawa watoto huoni sehemu wakiomba? Huoni sehemu wakilalamika? Ni kwa sababu kuna neno la urithi lilitoka kwa Mungu likaingia kwa baba yao. Na lilitoka kwa baba yao, baba akawarithisha watoto wake. Akatamka akasema, Kaini utakuwa mkulima kuanzia sasa. Habili utakuwa mfugaji kuanzia sasa. Wa mifugo itakusikiliza, ardhi itakusikiliza. Chochote mtakachokisema na kukifanya kitatokea. Ni kwa sababu kuna neno limewekwa ndani yao. Na wao, Kaini akijiona, hajioni Kaini, anajiona ni mkulima wa kimataifa. Na ndivyo inavyotokea. Habili akijiona, hajioni tu ni mfugaji wa kondoo 3 na 4, anajiona ni mtu anayemiliki mifugo mingi katika ile ardhi. Ndivyo inavyotokea kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Neno lolote ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha yako likatokee sawa sawa na unavyoamini. Kabla ibada ya leo haijaisha, neno la Mungu ndani yako likawe hai, likawe na pumzi. Utavisema vitu na vitu vitatokea. Wewe utakuwa unayeweza kuamua nini kitokee na nini kisitokee, kwa sababu Mungu ameiweka hiyo mamlaka ndani yako. Mungu akawaambia, nendeni mkatawale. Kuna vitu tunavyotakiwa kutawala, lakini mtawala ni lazima uwe na neno ndani yako ya kutawala. Minzi kuna watu ni lazima tuwatawale, kwa sababu ndani yao hawana neno la nini? Mbona msemi? Kama sielewi kinyosha mkono, ambaye baba sikuelewi. Usiniogope, sababu tuko darasani. Biblia inasema hivi, Mungu akawabariki. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya Adam kuisababisha mikono yake ikalime, kwa sababu ndani ana neno. Tofauti yetu ni hii: hauna neno ila una mikono. Hauna neno ila una miguu. Hauna neno ila una nini? Una akili. Hauna neno lakini una mwili. Kwa hiyo kinachofanyika utafanya, lakini hautakuwa katika mapenzi ya Mungu, kwa sababu neno la Mungu kwa unachokifanya halipo kwenye maisha yako. Kabla Adamu ajaenda kulima, kabla Adamu hajatawala, kitu cha kwanza alilipokea neno. Neno ndilo lilomwelekeza Adamu, wewe ni nani. Hata adui alipokuja kwa Adamu, kitu cha kwanza alilileta neno kwa Hawa, kumwambia Hawa yeye ni nani, kubadilisha identity ya kwanza ya Mungu ndani yao. Na alichokifanya aliliachilia nini? Neno. Akasema, mkila tunda mtakuwa kama Mungu. Kuna maarifa aliyaondoa, kuna maarifa aliyaingiza kupitia neno. Mtu mwenye neno la Mungu akishajua amebarikiwa, hutamsikia akilalamika, hutamsikia akinungunika, hata kama havijatokea.
mtu mwenye neno ataamini tu vitafanya nini? Vitatokea. Ni maombi yangu wapendwa, asubuhi ya leo ukimaliza hii ibada, yani kuanzia leo usiwe mtu wa kunungunika, uwe mtu wa kumwamini Mungu kwamba iko siku Mungu ataifanya kwenye kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Ngoja nikuonyeshe kitu fulani cha Ishmaeli na baba yake Abraham. Yes. Nifungulie na mimi Mwanzo 21. Tuanze kusoma. Mwanzo 21 mstari wa 14. Ngoja kwanza tuafike. Tumefika wote? Tuanzie hapo. Kuna sehemu nataka tuingie. Hapo Abraham anawafukuza Hajiri pamoja na mtoto wake anaitwa nani? Ishmael. Na Hajiri alikuwa ni mke ama tuseme suria la mzee nani? Ibrahim. Na ndiye ambaye amemzalia mtoto wa kwanza kabla wa Isaka anaitwa nani? Ishmael. Na Ibrahimu amekaa na Isaka miaka 10 na ngapi? 13. Lakini kuna kitu Ishmaeli alikifanya, alikuwa ana mzihaki Sara. Ukisoma mstari wa 9, anasema Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Mmisri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka, mocking. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwana wangu Isaka. Baba wamama wana nguvu. Ndio maana ukitaka kumwini huyo baba, usishindane na huyo baba. Mtafute nani? Mama. Yaani kwa hivi, ukitaka appointment na mtumishi yote mkubwa unazitafuta na kosa, isiwe shida. Weka jengo rafiki na nani? Mama. Mama ni rahisi kumbembeleza nani? Baba. Na baba tu atakuita ofisini kwake. Ukimtafuta kiongozi yote unamkosa. Kajenga urafiki na nani? Sio wanawake mna nguvu ya kutoka wapi? Biblia inasema Abraham anamfukuza mtoto wake wa kwanza kwa sababu ya neno la nani? La Sara. Sara ni kwa sababu amefanyiwa mdhaha, sio Abraham. Lakini Abraham anamsikiliza Sara ingawa alipendi hilo neno, lakini kwa sababu mke wake amelisema anatimiza hivyo hivyo. Nakwambia hivi, cheza na watu wote. Kama unataka usipate hiyo kazi, usimheshimu huyo mama kwenye kampuni. Kama mama naye ni mkurugenzi, nataka nikwambie muheshimu sana huyo mama. Wewe mdada wa kazi, hata kama unapendwa na huyo baba kwenye nyumba kiasi gani, mama kama hakupenda utafukuzwa tu. Kwa hiyo usikimbilie kujenga urafiki na nani? Jenga urafiki na nani? Sikiza, Hajiri alikuwa ni binti na ni mzuri. Hakuwa na urafiki na Sara. Akafanya nini? Akafukuzwa. Biblia inasema hivi, mstari wa 14. Abraham alipokuwa anamfukuza, kuna vitu akavifanya. Inasema Ibrahim akamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba. Piga mstari. Kiriba cha maji. Akampa Hajiri. Kwa hiyo Hajiri mkono mmoja na kiriba cha maji na mkate, sio mikate. Naomba uelewe. Hajampa mikate, amempa mkate na bottle of water. Akasema akamtwika begani pake na kijana. Kwa hiyo upande mmoja Hajiri amepewa vitu, upande mmoja amempa mtoto wa miaka 13.
Manake Ishmaeli alikuwa bado mdogo sana, lakini anafukuzwa kwa baba yake. Alafu anaendelea sema hivi, akamruhusu naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Unapomwangalia Ibrahim katika hii historia, usimuone Ibrahim maskini. Muone Ibrahim ambaye ana mifugo mingi katika nchi ya Abimeleki. Umuone Ibrahim kama mfanyabiashara aliyetoka Misri akiwa na dhahabu na makundi ya wafanyakazi. Umuone Abraham alienda kumuokoa Lutu. Alipeleka jeshi kupigana na wafalme wangapi? 5. Yeye akiwa na watu wa nyumbani kwake. Kwa hiyo tunamzungumzia mtu ambaye ni tajiri katika nchi kuliko uwezo, lakini anapomuondoa mtoto wake, anapomfukuza mtoto wake au anapomlilizi mtoto wake, hampi hata urithi wa kitu, na ni mtoto wake wa kwanza. Anampa maji na mkate. Na ukumbuke sio kwamba mtoto ameiba, mtoto amefanya chochote. Mtoto hajamkosea baba yake. Mtoto amekosea na mamake mkubwa. Na baba ingawa anampenda mtoto, lakini baba hampi mtoto chochote. Baba anampa mkate na maji. Alafu haisemi alimpa punda waliojaza mikate, hasemi alimpa punda waliojaza maji. Anasema alimpa a bottle of water and a piece of bread. Kipande cha mkate. Yani baba, mama na mtoto wa kila siku 3 imeisha na hawajui wanapoelekea. Biblia anasema wakapotelea jangwani. Wanaenda wapi? Hawajui wanapoenda. Ila kinachotakiwa, Ibrahim hawataki kwenye familia yake. Swala la kujiuliza, Ibrahim alitaka wafe? Kama Ibrahim alitaka wafe, kwa nini Ibrahim alizaa na ajili akapata Ishmaeli? Manake intention ya Abraham sio Ishmaeli afe. Kuna kitu Abraham anatuonyesha. Unaposoma Biblia, angalia kitu kingine zaidi ya hicho unachokiona. Biblia inasema wakapotelea jangwani. Wakaenda, mstari wa 15 anasema yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Maji waliokuwa nayo, mkate waliokuwa nao, wakala wakamaliza. And yet wako jangwani, hakuna matumaini mbele. Wako jangwani, hakuna sauti inayokuja. Wako jangwani, hakuna mtu anayekuja kuwasaidia. Ingawa wametoka wana maombi, ingawa wametoka wameambiwa vitu vingi, lakini vile vitu vimefika sehemu vimeisha. Uliambiwa neno, lile neno limefika sehemu halileti matokeo tena. Ulikuwa umejaza Roho Mtakatifu, imefika sehemu huwezi tena kuomba. Umefika sehemu bado safari yako haijatoa matokeo, umechoka. Sikiza, kuna muda maombi hayasogeagi wapendwa. Kuna muda tunaombeaga vitu havitokee, tunashindwa kuomba. Si ni ukweli? Kuna prayer point hatuziombi tena. Ujue mkate umefanya nini? Na maji? Nini kitakachoweza kukusustain katika hiyo changamoto wakati huwezi kuomba tena wala umsikii Mungu tena? Wow. That's a great revelation. Wakati Hajiri anatoka na Ishmael, inawezekana tuashumu walikuwa na mikate mingi. Walikuwa wanategemea hii mikate inaweza kawafikisha sehemu. Inawezekana Hajiri ni mama anajua, labda nikitoka hapa nikitaka kurudi Misri kwetu itanichukua siku ngapi? 3. Kwa hiyo nibebe mikate ya siku ngapi? 3. Lakini pia inawezekana nisibebe kidumu cha lita 5, nibebe dumu la lita 2000. Ili safari ya kutoka, sababu Hajiri ni Misri. Inawezekana alikuwa amerudi kwao katika jangwa la Beersheba, alikuwa anaelekea Misri. Aseme huyu Mkaldayo amenizalisha na amenitupa. Kwa hiyo ngoja nirudi kwa wazazi wangu Misri. Lakini alikuwa na uhakika, mmenipa nini? Mmenipa mikate, mmenipa na nini? Na maji. Vitasababisha nifike kwa baba yangu. Unashangaa katikati ya safari, mkate umeisha na maji yameisha. Ndipo pale ulikuwa umeambiwa kitu fulani, umekiombea miaka mingapi? 3. Iko kitu kina nini? Matokeo. Nguvu ya kuomba inashuka.
ulikuwa unajua unaweza kufunga automatically tena nini fungi. Nadhani wengi tunapitiaga hizo changamoto. Kama ushawahi kupitiaga mnyosha mkono, sababu leo kuna neno la kwako la kuweza kunyanyuka tena. Na Mungu alikuwa anawasubiria wanavyovitegemea viishe. Ndipo Mungu aweze kusema. Kuna muda Mungu hafanyi ni kwa sababu kuna vitu kwako vinakupaga hopes kwamba vitakuletea majibu. Kuna watu unawaona unasema shangazi yangu atanishika mkono, mjomba wangu atanishika mkono, fulani ninajuana naye anajuana na fulani. Kuna muda wanatakiwa kuondoka ili neno la Mungu kwenye maisha yako lianze kuthibitika. Kuna muda unaweza ukasema fulani nitaenda naye sana, fulani nitasogea naye sana, fulani atarecommend jina langu, fulani atanisemea vizuri kwa bosi wangu, fulani kwa sababu anajuana na waziri atalitaja jina langu kwa waziri. Na unashangaa hajawahi kulitaja hata siku moja. Usimlaumu. Kuna muda Mungu anaondoa mikate, anaondoa maji ili neno ambalo ameliweka ndani yako liweze kuthibitika kwa ukubwa. Kuna muda usiwaone watu, uwaone pia na wao wanasahau. Ngoja nikuulize, wakati kabla hujamlaumu anatakiwa kukusaidia, wangapi kijijini kwenu wewe upokeaga hata simu zao? Kuna watu ukipiga tu unajua huyu anataka nini. Kwa nini umpokelee? The same ambavyo upokelee apandacho mtu, ila wewe sio katika level yao. Kuna level kubwa unasogea zaidi. Biblia inasema palipokauka mkate na maji uhitaji wao, kuna kitu kikatokea. Biblia inasema hivi, akaenda akakaa akimkabiri kijana, akimkabiri baada ya kumlaza kwenye kijiti mbali naye kadiri ya mtupo wa mshare, maana alisema nisimuone kijana akifa. Neno akifa pigia mstari. Naye akakaa akimkabiri, akapaza sauti yake akalia. Hajiri akamchukua kijana. Hajiri akaenda akamweka kijana sehemu. Unajua umbali wa mshale. Kwa hiyo mshale akiushuka akautupa ukafika mjini, ndipo umbali alipomweka kijana wapi? Mjini. Tunajua umbali wa mshale inawezekana usiende mita 100, inawezekana ukaenda zaidi ya mita 100, si ndio? Kwa hiyo alimweka kijana mbali na yeye ili mauti kimpata mama asiwe na uchungu. Sababu ya Hajiri kumwacha Ishmaeli sio kwamba hampendi. Kuna mateso mama akiangalia hawezi kuvumilia. Kuna aina ya mateso akiangalia hata wewe, kuna aina ya njia ukipita hutamani watoto wako wajue unachokipitia. Si ndio? Wababa kuna situation zinatupataga hatutamani wake zetu wajue. Tunakufa nalo wapi? Ndani. Sio kwa sababu sikupendi, kwa aina ya upendo ninaokupenda sitamani na wewe ushiriki mateso yangu. Ila wamama wengi hawawezagi. Ujue la mama la familia nzima. Hawanaga kifua Mama akihuzunika lazima baba fanya. Utahuzunika naye. Biblia inasema Hajiri akamweka mbali mtoto, umbali wa mpito wa nini, wa mshale. Alafu akamweka ili akifa, sema akifa asimuone. Kwa hiyo Hajiri ndani yake limetoka neno la mauti juu ya mtoto wake. Nifuatilie kwa makini. Hajiri amelitamka neno la mauti kwa mtoto wake, mtoto aweze kufa. Lakini kuna kitu kikatokea. Biblia inasema hivi, Hajiri akapaza sauti yake akalia. Sikiliza, Hajiri hakuomba, Hajiri alilia. Ama Biblia yako inasemaje? Akalia kwa huzuni. Hajiri hakuomba, Hajiri alilia kwa sauti. Mnakumbuka kuna siku nilisemaga Mungu hasikilizagi vilio. Mungu anasikilizaga nini? Maombi. Mnakumbuka? Ukiingia kwenye situation yote acha kulia.
Ukiingia kwenye situation yote, anza kuomba, anza kusemesha, kwa sababu Mungu sio mgeni wa machozi yako, ila Mungu anataka kusikiliza hoja kutoka kwenye mdomo wako. Unaongea nini mwanangu? Unasema nikikupa Samuel atafanya nini? Unasema ukinipa Samuel nitamrudisha, atakapomaliza kunyonya nitamrudisha madhabahuni kwako, atakuwa mtumishi wako. So there is a business here. I give you, you give me. Yes. It's an exchange. I give you mtoto, na unafanya nini? Unanirudishia kama mtumishi. Nasikiza tena. Nikikupa Yohana, Yohana ukinipa kwa sababu babake ni kuhani na yeye atatengeneza njia. Okay, nitakupa Yohana Elizabeth. What do you offer? Na sio kilio. Unaweza ukalia miaka 10, lakini unaweza ukamsemesha Mungu dakika 3. Majibu yako ya miaka 10 yakapatikana ndani ya dakika ngapi? 3. Kwa sababu uliacha kulalamika, ukaanza kufanya biashara na Mungu. Mungu, ukinipa hiki nitafanya hiki. Vyote ni vyako, lakini Mungu unauangaliaga moyo uliopondeka. Hivi unajua kwamba hata Yesu kututolewa, unajua tukisema biashara usiwaze pesa. Biashara is a term of exchange. Sika naeleka. Any business is a term of what? Exchange. Kabla hela hajaja kulikuwa kuna barter trade, si ndio? Unanipa nguo nakupa kilo 5 za nini? Za mchele. That was a business. Mungu na sisi wanadamu kuna biashara imefanyika. Alimtoa mwana wake wa pekee ili aweze kuchukua maisha yetu. Sisi tunampa maisha yetu, yeye anatupa nini? Mtoto wake. That iko kitendo cha mbadilishano kwenye terms za kibiashara. Ni nini? Ni biashara. Biblia inasema Hajiri alipopaza sauti akalia. Angalia mstari unaofuata. Biblia inasema Mungu akasikia sauti ya mtoto na sio sauti ya mtu aliyelia. Ndio mstari ngapi? Wa 10. Hem nisome. Anasema akasikia sauti ya kijana. Malaika sikiliza, anaelia hasikilizwi, ila mtoto hali, lakini mtoto akasikiwa na nani? Na Mungu. Alafu mtoto hajibiwi, anaenda kujibiwa ni mtu anayelia. Ukija ukaangalia kwa macho damu na nyama, unaweza ukasema Hajiri makelele yake ndio alikuwa anaomba. Sikiza mwambie, breakthrough yako wewe, kuna mtu anapigaga goti usiku usiyeweza kumuona kwa ajili ya wewe uweze kupata majibu. Na ukija hapa ni kwa sababu unasemaga ni kwa sababu unaendaga kanisani sana. Hapana, kuna mtu ambaye amejifungia chini, anajua unachokipitia. Wakati Hajiri analia, isikose mtoto alimuona mama yake, alafu mtoto akamuonea huruma mama yake. Akasema, Mungu mkumbuke mama yangu katika shida yake, mkumbuke mama yangu. Hajaniacha hapa kwa sababu anipendi, ameniacha hapa kwa sababu mama hana cha kunipa. Mungu, ninaomba mkumbuke mama. Inawezekana mtoto wa Ishmaeli aliomba sekunde 3 tu, lakini hizo sekunde 3 Mungu alizisikia zaidi kuliko mtu aliyekuwa analia masaa 5. Na ndio maana hauoni popote Biblia ikisema Ishmaeli alikuwa anaomba, kwa sababu yawezekana ni kitendo cha sekunde 1 peke yake. Inawezekana. Lakini tunamuona Hajiri analia, hadi Biblia imeandika na Hajiri akalia sana. Alafu majibu kwa anaelia hayapo. Majibu yapo kwa ambaye hakulia wala hakutoa sauti. Ukimjua kuna mtu siku zote anapendaga vitokee kwenye maisha yako, ukiweza kumkumbatia huyo mtu, mkumbatie. Kuna marafiki zetu hawajionyeshagi kama wanatuombeaga, lakini ndio watu ambao wanatamani vitu vizuri vitokee kwenye maisha yetu. Kuna wazazi wetu kule kijijini, yawezekana hakuambiagi kama anakuombea, lakini akikuangalia situation unayopitia, ukimwambia hasemi chochote, lakini saa 8 usiku ameamka, light sikio lako lingeweza kusikia. Kila siku anasema, Mungu mkumbuke mtoto wangu aliyepo Dodoma. Mungu unajua anachokipitia.
Mungu unajua dharau ambayo anaipata. Mungu mkumbuke katika hiki. Sikiliza, wakati wewe unalia, kuna mtu anakuombea. Wakati wewe unalalamika, kuna mtu alalamiki, kuna mtu amekubeba kwenye maombi anakuombea. Biblia inasema hivi, Mungu akasikia sauti ya mtoto. Mungu akamjibu Hajiri. Na Biblia inasema hivi, akamwambia, una nini Hajiri, usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko. Mungu akasikia sauti anayekuombea huko. Kama yuko Songea, Mungu akaisikia nini? Sauti yake. Kumbe umbali kwenye ulimwengu wa roho sio tatizo kwa Mungu. Unaweza ukawepo hapa ukamwombea baba yako yuko Mara akaokoka. Unaweza uko hapa ukamwombea mama yako yuko Songea, Mungu akamjibu akiwa Songea. Kuna watu wako huko lakini wana majibu yetu. Popote alipo mtu wa namna hiyo, ambaye halali kwa ajili yako, ambaye hapati amani kwa ajili yako, ambaye anakuombea, Mungu akamguse huko aliko. Yeyote mwenye majibu yako, yeyote mwenye neno lako la majibu, popote alipo katika hii dunia, Mungu akamguse huko aliko. Yawezekana majibu yako yapo kwa mtu mmoja tu katika hiyo ofisi, Mungu leo hii akamguse huko aliko. Yawezekana majibu yako kwa yule dada mfagizi, Mungu akamguse huko aliko. Yeyote ambaye amebeba majibu yako, Mungu akamsikie huko aliko. Biblia inasema Mungu akamsikia kijana huko alipo, katika jangwa, katika ukame, katika shida. Mungu akayakumbuke maombi yako unayoamkaga saa 6. Unayoomba ukijua kabisa hauna hela ya kuendesha duka lako, hauna hela ya kuendesha ofisi yako, hauna hela ya kuendesha shughuli zako, unatukanwa mchana asubuhi. Mungu akakumbuka hayo maombi katika situation hiyo. Wewe ambaye ukiamka kila siku unatajwa majina ya ajabu, unatajwa kila kihoja hapa duniani, katika situation hiyo Mungu akakukumbuke katika mazingira hayo. Wewe ambaye kila unapopita ni madeni yamebandikwa kwako, hapo katika madeni, Mungu akakukumbuke katika situation hiyo ya madeni. Biblia inasema Mungu akamkumbuka kijana. Na Mungu alipomkumbuka kijana, kuna kitu kikatokea. Kuna kitu kikatokea. Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia, ondoka ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Ingawa Mungu ameongea na kijana wa miaka 13, Mungu anamwacha mama wa miaka 40, hamjibu, haongei naye. Mungu anakuja kuongea na mtoto wa miaka 13, tena ambaye amefukuzwa, aliyekuwa ametenda dhambi ya kumdhihaki mtoto wa Mungu anaitwa Sara. Sikiza kwambie, haijalishi udogo wako wa kiroho, haijalishi uchanga wako wa kiroho, kwamba Mungu hawezi kukusikia. Unanisikia? Haijalishi unapitia situation gani, haijalishi ukoje. Sikiza kwambie, unapoingia kwa Mungu usijihesabie dhambi. Jihesabie kwamba mimi ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Na chochote nitakachokiongea, Mungu atafanya nini? Atanisikia. Unasikia ufahamu? Ukienda na ufahamu huu kwamba mimi sio mdhambi kwa Mungu, ila mimi ni mtoto wa Mungu na ni lazima Mungu anisikie, ni rahisi Mungu kukusikia. Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Hajiri, nenda kamuinue. Biblia inatumia neno arise, inuka, nenda kamchukue kijana. Nenda kamchukue kijana. Ingawa kijana ndiye aliyesikiwa na Mungu, lakini Mungu anajua kijana hawezi kupiga hatua bila Hajiri. Ingawa Hajiri hajui kuomba, ingawa Hajiri sio mtu wa Mungu, lakini
Wewe Ishmaeli ni mtoto. Kuna hatua hauhitajiki nguvu za kiroho, kuna hatua zinahitajika nguvu za kimwili uweze kusogea. Kwa sababu katika jangwa, hata kama nitakufanikisha, ni lazima mama yako akakuchotee maji, ni lazima mama yako akubebe begani, ni lazima mama yako akupeleke njia ambayo anaijua. Kuna njia huzijui wewe Ishmaeli, ingawa mama yako sijamjibu kwa sababu ya mamako, nimekujibu wewe. Lakini kuna watu ambao hawanisikii sauti yangu, wanatakiwa kutembea na wewe. Sikiza, kuna watu hawana neno la Mungu, lakini watakuja kwenye maisha yako kusababisha neno la Mungu liweze kutokea. Na kuna watu mna neno la Mungu, mnahitajika kuwapata watu ambao hawana hilo neno, ili wote muweze kusogea. Wewe usiyekuwa na neno, mtafute mtu mwenye neno. Na wewe mwenye neno, usiwafukuze watu wasiokuwa na neno, kwa sababu unaweza ukawa na neno lakini uko jangwani usiweze kufika nchi unayotakiwa kufika. Na wewe ambaye hauna neno, ukimwona mtu mwenye neno, mweke katika bega lako, mweke katika hatua zako, kwa sababu kila mmoja anamtegemea mwingine. Biblia inasema hivi, Hajiri akajibiwa kwa sababu ya mtoto. Alafu Bwana akasema, nimefanya hivi kwa sababu ninataka kusababisha huyu mtoto awe taifa kubwa. Kwa hiyo kitu kilichosababisha Mungu aongee kwa mtoto ingawa hajaomba, neno lililokuwepo ndani yake. Sikiza, hili neno alikujitaja hapa. Nenda mstari wa 9. No, mstari wa 13. Mstari wa 13 unasema hivi, angalia mstari wa 13, kabla hawajafukuzwa, neno ambalo lilikuwa kwa Ishmaeli Mungu aliloliachilia kabla hawajafukuzwa. Biblia inasema hivi, naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Kwa hiyo kabla Ishmaeli hajaondoka, kuna neno la utaifa liko ndani yake. Na Mungu anasema hivi, mimi ndiye nitakayemfanya Ishmaeli kuwa taifa. Kwa hiyo haijalishi ametamkiwa mauti na mama yake, lakini neno la kuishi litaishi, kwa sababu lazima Mungu amfanye kuwa taifa. Haijalishi amepitwa katika jangwa, lakini Mungu amesema hivi, nataka kumfanya Ishmaeli kuwa taifa kubwa. Kwa hiyo haijalishi atakaa jangwani miaka 10, haijalishi atakaa jangwani hakuna maji. Sio swala la Ishmaeli kutafuta maji, ni swala la Mungu kulithibitisha neno lake kwa nani? Kwa Ishmaeli. Kwa hiyo popote ambapo yuko Ishmaeli, hata kama unamwona amechoka, jua Ishmaeli hatakufa mpaka neno la Mungu limetimia kwenye maisha yake. Ukimwona Ishmaeli amekaa jangwani, Ishmaeli ana uwezo wa kuactivate maji yatokee ingawa hana maji. Ishmaeli akikaa jangwani ana uwezo wa kuactivate mikate itokee, wasife, kwa sababu Mungu ndani ya Ishmaeli ameweka taifa. Kama ni taifa, manake kuna watu ndani yake. Kama kuna watu ndani yake, manake kuna watoto ndani yake. Manake kuna utajiri ndani yake. Manake kuna dhahabu ndani yake. Manake kuna punda ndani yake. Manake kuna ng'ombe ndani yake. Manake kuna magari. Unaposema taifa, sio mtu, ni mtu na vitu vyao. Mungu amefika wapi? Ndani ya Ishmaeli. Katika neno anasema hivi, huyu ni taifa na nitamfanikisha. Lakini angalia, mtu aliambiwa anatafanikishwa, ndio leo yuko jangwani, hana maji, hana mkate, amechacha, anaonekana hamna, lakini ndani yake Mungu huliangalia neno lake na kufanya nini? Na kulitimiza. Mungu neno ambalo ameliweka ndani yako, I'm telling you, hautakufa mpaka uvishuhudie vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yako. I'm here to prophesy. Aliyepangwa kuwa mama, hautakufa mpaka utapakata huyo mtoto. Aliyepangwa kuwa baba, hautakufa mpaka umemuona huyo mtoto. Aliyepangwa kuwa mtumishi wa Mungu, hautakufa mpaka utumishi unawaka ndani yako. Aliyepangwa kuwa mfanyabiashara, hautakufa mpaka biashara imechanyuka ndani yako. Aliyepangwa kuwa mkulima, hautakufa mpaka mazao yametokea kwenye maisha yako. Sio wanadamu watakaolilinda neno, ni Mungu atakayelilinda neno. Unatakiwa tu kulitafuta neno lako. Alafu ukitafuta neno lako, usikimbizane na wanadamu. Ujue mimi nina neno. Katika hili nina neno. Sikiliza, wakati Hajiri anakimbia, Ishmaeli hakukimbia. Ishmaeli amekaa. Kwa sababu Ishmaeli anajua, nililisikia neno kwa baba yangu akiongea na Mungu kwamba mimi ni taifa. Siombi kingine kwa Mungu. Ninamkumbusha Mungu, Mungu, ulisema mimi ni taifa.
ninafanya nini jangwani? Mbona maji hamna? Mbona mikate hamna? Mbona punda hamna? Mungu, ninafanya nini jangwani? Mungu alilisikia neno la Ishmaeli lilopo ndani yake. Biblia inasema hivi, Mungu analingaga nini? Neno lake. Kama Mungu, tulisema chanzo cha neno lolote lazima ukijue. Kama Mungu ni chanzo chake, Mungu analiangalia nini? Neno lake. Ndani yako neno gani la Mungu lipo? Usiende kwa Mungu unamwambia Mungu, mimi ni maskini. Hilo sio neno la Mungu, ndio maana akujibu. Halo? Usiende mbele za Mungu ukamwambia mimi Mungu sina elimu. Hilo sio neno la Mungu. Hilo ni neno la upande mwingine kukusababisha Mungu asikusikie. Ukienda mbele za Mungu usiongee vitu ambavyo haviwezekaniki. Ongea vitu vinavyowezekanika. Mwambie Mungu, nahitaji watoto wangu. Mungu, nahitaji mume wangu. Mungu, nahitaji huduma yangu. Mungu, nahitaji fedha zangu. Mungu, ongea positive. Kinachomvuta Mungu kwako ni neno lake ndani yako, sio neno lako. Halo? Ukimwona mwenzako analala, mpige konzi. Kama yule pastor wa Kenya, kibao kimoja unaamka mwenyewe. Sikiza pendo, sio maneno yetu yanomsababishia Mungu afanye. Ni neno la Mungu ndani yetu linalomsababishia Mungu. Ishmaeli akamwambia Mungu, usinitanie. Ulikuwa unambembeleza baba yangu Abrahamu au ulikuwa unasababisha baba yangu aniondoe? Mungu akasema, huyu kijana ingawa ni mdogo lakini sijawahi kuona courage ya namna hii. Unatakiwa ukienda mbele za Mungu, mwambie Mungu, ulitabiri, ulinitolea utabiri kwa pastor fulani. Alisema A na B. Hebu leo mkumbushe Mungu hilo neno. Usiombe sana, mwambie Mungu, nataka litokee. Mungu, ulisema hivi. Ulisema nitakuwa kichwa sio mkia, niwe kichwa. Ulisema nitaishi sitokufa. Kwa nini mauti ziko ndani ya nyumba yangu? Ulisema nitakopesha sitakopa. Kwa nini Mungu mimi na madeni? Tatizo hatuna neno la Mungu wapi? Tukienda tunalia kama Hajiri. Sikiliza, kumbe Mungu aliongea na Abraham. Ingawa hatuambiwi Ishmaeli alikuwepo wakati Ibrahim na Mungu anaongea, lakini kuna neno la Ishmaeli lilikuwepo kwa Abraham. Abraham ni baba yake, lakini Abraham ni kuhani wake. Abraham ni nabii wake. Abraham ni muonaji wake. Kwa hiyo inawezekana haulijui neno lako, lakini nataka nikuambie kuna kuhani wako. Nina neno lako mchana wa leo. Ingawa halijawahi kutokea kwako, lakini nina neno lako kwa sababu wewe ni uzao wangu, kwa sababu unakula katika madhabahu hii, kwa sababu unashiba katika madhabahu hii, kwa sababu unakaa chini ya mkono wa pastor anaitwa Godfrey. Nina neno lako ambalo Mungu ameniachilia asubuhi ya leo, na hilo ni neno ni hili: sikia mtoto wangu, nenda ukazae na kuongezeka. Nenda ukavishike vinavyoshikika. Nenda ukafanikiwe kwa sehemu ambapo hakuna faida. Nenda, hakuna hiyo asali itakayokuambatania nawe. Tumbo lako wewe litazaa. Tumbo lako litatoa mataifa. Tumbo lako litatoa utajiri. Tumbo lako litatoa wakuu. Tumbo lako litatoa wakurugenzi. Tumbo lako litatoa wanasiasa. Tumbo lako litatoa mawaziri. Tumbo lako litatoa maraisi. Tumbo lako litatoa uzao. Yawezekana ulijui neno, lakini nataka nikwambie kuna neno analo Ibrahim kuhusu wewe. Kuna neno analo kuhani wako kuhusu wewe. Wakati Abraham anamlilisi, na nataka mshike. Wakati Abraham anamuondoa, sikiliza, Abraham ni mzee wa imani. Aliona akasema, hata nikimpa hizi farasi hakuna utajiri kuzidi neno ambalo liko ndani yake. Neno ambalo analo la kwamba yeye ni taifa ni kubwa kuliko chochote cha material nitakachompa. Kwa hiyo Abraham hakumfukuza akiwa mikono mitupu. Watu wanasemaga Abraham amemfukuza mikono mitupu. Hapana. Abraham hawezi kufanya hivyo. Abraham aliona neno ambalo analo mtoto wake ni neno linaloweza kuvuta kila aina ya utajiri ambao atautaka Ishmaeli. Na utajiri wake Biblia inasema huyu ni taifa. Yaani kama alivyo baba yake taifa, na mtoto Ishmaeli anaenda kuwa taifa. Kitu gani ambacho Abraham atampa kitakachomfaa mtoto? Mungu anamwambia naye nitamfanya kwa nini? Taifa kubwa.
Alafu babake naye ni taifa. Hivi marais kwa marais wanapeana zawadi gani? Ushakuona kama marais kwa marais wakipeana zawadi? Wanapeana sometimes peni. Uje masikini ndo wanatakaga vitu Matajiri wanatakaga business. I give you tender this. Si ndio? You give me this. Sikiza, matajiri wakipeana zawadi unaweza kacheka. Kama unabisha, akija tajiri mzungu kutoka Ulaya, akija kwako anakuletea nini? Kuna vidude vidogo, si ndio? Sasa kukuleta koti. Kuna siku tuliwa host wa Jerumani fulani, shirika fulani. Ni matajiri wale jamaa. Siku anaondoka. Bosi wangu anasema hivi jio, wanatudharau nini? Wanaona sisi hatuna hela. Watu tunapewa sandals. I think this one you can remember me with this one. Wamekuja wametuletea kama msalaba hivi. Afu wameandika majina yao pale. Souvenir. Sikiliza. Kuna vitu haviwezi kuondoa kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka ndani yako. Usiendeshwe na vitu ambavyo macho yanaona. Endeshwa na vitu ambavyo macho hayaoni. Baraka zilizofichika ni kubwa kuliko baraka ambazo unazo mkononi. Baraka ambazo hazionekaniki ni kubwa kuliko baraka ambazo tayari unazo mkononi. Wengi tunadhani tumefika. Wengi tunadhani hapa tumebarikiwa. Nataka nikwambie, bado hujabarikiwa. Bado hazina za sirini Mungu hajazifichua. Na Mungu akianza kufichua hazina za sirini, utaanza kujua kwamba mimi ni taifa. Mimi sio tu mtu wa kawaida. Utaanza kujijua kwamba Mungu ameanza kuongea na mimi. Mungu ameanza kunibariki kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila baraka inatakiwa kuandana na wewe kuja kwa sababu neno la Mungu liko ndani yako. Nina activate hizo baraka katika ulimwengu wa roho. Hizo baraka za siri ambazo hazijawahi kuonekanika, nina activate katika ulimwengu wa roho. Zianze kutokea na kutembea na wewe katika jina la Yesu. Sikiza, Biblia inasema hivi. Baada ya Ishmaeli, maneno Hajiri kusikia, the same area aliyokuepo Hajiri, Mungu akamwambia Hajiri, fungua macho. Hajiri anafungua macho. Anaona kisima chenye nini? Chenye maji. Anaambia chukua kiriba, kampe nani? Kampe mtoto. The moment neno linaanza kufanya kazi ndani yako, kuna aina ya macho yataanza kufunguka kwako. Kuna aina ya opportunities utaanza kuona. Kuna watu utaanza kuona ni potential kwenye maisha yako. Utaanza kuona vitu ambavyo wengine hawaoni. Namna ambavyo utakuwa una argue sio ni tofauti na ulivyokuwa una argue. Namna ambavyo utaanza kufanya vitu in a serious note. Ni kwa sababu gani? Macho yako ya kiroho yamefunguka. Hapo hapo ulipo utaanza kuona utajiri. Hapo hapo ulipo utaanza kuona maisha yako hapa. Hawa waliokuzunguka utaanza kuona hawa ni mtaji kwangu. Chochote utakachokuwa unakifanya hautakifanya kikawaida, kwa sababu macho yako ya ndani yataanza kukuonyesha visima vinavyotakiwa kukupa maji, visima vinavyotakiwa kukupa kazi, visima vinavyotakiwa kukupa opportunity, visima vinavyotakiwa kukupa dhahabu, visima vinavyotakiwa kukupa fedha, visima vinavyotakiwa kukupa tamka kisima ambacho unataka kukiona. Baba, kila kisima ambacho hakijawahi kufunguka, kila kisima ambacho hakijawahi kufunguka kwa watoto wako, kisima chochote ambacho kimefungwa kwenye macho yake, Baba, kwa sababu ya neno ambalo umeliweka ndani yake, ninavifunua hivyo visima. Yale maji yaanze kutoka, yale maji yaanze kububujika. Vitu ulivyoviweka katika hivyo visima vianze kuja juu, kwa sababu unamtaka mtoto wako aishi. Baba, visima vikafunguke, visima vikatoe maji, yale maji yakabubudike kwenye mwili wake, yakalete mbadilisho kwenye maisha yake, yakalete tofauti kwenye maisha yake, yakamletea testi kwenye maisha yake, kwa sababu ya neno ambalo umeliweka ndani yake. Kisima kinachoendana na neno kikafunguke. Sikiliza, kisima kilipofunguka na neno lilipokuwa revealed kwa Ishmaeli, umuone Ishmaeli akienda Misri, umuone Hajiri hakienda tena Misri. Biblia inasema hivi, walikaa katika jangwa lile.
Ndio Biblia yangu inavyoniambia, sijui kwako. Soma Misali. Biblia inasema katika jangwa lile lile mtoto akawa mcha nini? Upinde, mrusha mishale, mwindaji manake. Swala kujiuliza, walitoka wapi wanyama wa kuindwa? Walitoka wapi ndege wa kuindwa? Katika jangwa lile lile ambalo lilikuwa halina maji. Sikiza, mnyama yoyote akai jangwani ila anakaa wapi? Nyikani, si ndio? Kwenye nyasi, kwenye maji. Biblia inasema hivi, hakwenda nje ya jangwa, ndani ya jangwa lile lile akaanza kuwa muindaji. Kwenye jangwa anawinda nini? Kwenye jangwa anawinda nini? Ndio, hebu nisafute mstari akawa muindaji. Mstari wangapi umepata? 20. Hapo mtoto hakutoka. Manake hivi, kile kisima hakikukai kufanya kukauka, na mikate haikuwahi kukauka mpaka kijana akawa mtu mzima. Alafu Biblia inasema hivi, bado aliendelea kukaa katika nini? Jangwa. Alafu haishi kwenye jangwa anatengeneza mchanga. Kwenye jangwa ni nani? Ni mwindaji. Walitoka wapi swala? Walitoka wapi nyati? Walitoka wapi sungura? Walitoka wapi mifugo ya kuinda? Okay, misitu ilitokeaje jangwani? Biblia inasema katika ile nini? Situation ile ile. Sikiza, mtu mwenye neno, vitu vinafuataga neno. Vitu vinavutaga neno. Kwa sababu ana neno la utaifa na hana nchi. Akienda Misri, ukumbuke ni nchi ya Farao. Akirudi Kanaani, ni nchi ya nani? Ya Ibrahim na Yakobo. Inatakiwa aitengeneze nchi yake ambayo watu wameitupa. Kwa hiyo sehemu ambapo Ishmaeli anaweza kawa na nchi yake, taifa lake, ni sehemu ambapo hakuna mtu anayemiliki jangwa. Sehemu ya ukame. Ndipo aliposema, Mungu ulisema nitakuwa taifa. Nikienda Misri kuna Farao. Nikienda Kanaani kwa baba yangu kuna Isaka, ndiye anayerithi nchi. Mimi sina nchi. Mungu, jangwa hili lianze kutoa maji. Jangwa hili lianze kutoa miti. Jangwa hili lilete nyumbu. Jangwa hili lilete swala. Jangwa hili lilete simba. Jangwa hili lianze kunipa sungura. Mungu akaanza kupanda vitu ndani ya jangwa. Na mimi natabiria jangwa lako, sehemu yenye ukame ikaanze kutoa maji. Sehemu yenye ukame ikalete wanyama. Sehemu yenye ukame ikakupe dhahabu. Sehemu yenye ukame ikakupe asali. Sehemu yenye ukame ikalete ng'ombe. Neno lina uwezo wa kutengeneza kitu unachokitaka kitokee duniani. Unaweza ukaja Dodoma, wanasema umefilisika, unaambia just give me 10 years. 10 years you will see. Nilianza na 2, utashangaa wameongezeka 10, utashangaa wamefika 100. Ni kwa sababu hii ni ardhi ambayo Mungu amenipa liwe taifa. Lazima mataifa yazaliwe ndani yangu. Lazima vitu vizaliwe ndani yangu. Lazima ninachokitaka kizaliwe ndani yangu. Kwenye kila situation unayopitia, kwenye kila ukame unayopitia, neno la Mungu ndani yako likalete vitu. Neno la Mungu ndani yako likaachilie vitu. Kwenye kila sehemu ambapo unasema hakuna baraka, kwa ufunuo huu neno la Mungu likakufutie baraka. Neno la Mungu likakupe vitu ambavyo hujawahi kuvipata. Neno la Mungu likakupe vitu ambavyo vilikuwa ni impossible kwako. Kama jangwa linaweza likaleta wanyama, Dodoma ni zaidi ya jangwa. Tanzania ni zaidi ya jangwa. Mungu akavichue vitu vyote. Neno lako likavute. Kama ni kiongozi, kuanzia leo wakuu wakaanze kuwa na ushawishi na wewe. Wakifanya kosa kukuita kwenye kikao chochote, neno lako utakapolitoa, watasema alikuwepo wapi mtu kama huyu tulikuwa tunamtafuta? Ni kwa sababu sio wewe. Neno ambalo liko ndani yako kwa ufunuo huu, ninalifungua hilo neno. Ninalifungua hilo neno likaanze kuleta unachokitafuta.
likaanze kuleta unachokitafuta. Na kuna sababu Mungu kwa nini anafanya, na leo umekuja kanisani. Ngoja nikuonyeshe kitu. Nilikuwa nasoma mpaka natemeka. Leo nilikuwa natoka asubuhi sana. Niko kwenye kile chombo, yani kuna kitu nilikisoma mpaka nikapiga kelele. Kumbe kuna abiria wengine huko ndani. Kwa sababu unasikia utamu. Unasoma Biblia mpaka ni kama asali inavyomumunyika, unasikia mpaka utamu. Nilipokuwa nasoma kuna kitu Mungu akanionyesha. Akaniambia, yaani nasoma huko nasikia Mungu anambia, unajua kwa sababu gani Ishmaeli alienda kukaa jangwani? Na unajua kwa sababu gani Ishmaeli alifukuzwa na baba yake? Ni lazima utoke. Anasema unaweza kazani alikuwa ni Sara, ndio kwa sababu ya chuki ya Sara. Lakini mimi Mungu ndiye niliyemtumia Sara. Kwa sababu miaka 150 mbele kuna jambo nilitaka nilifanye, na mtu pekee wa kunisaidia litekelezeke ni Ishmaeli. Ukisoma Mwanzo 15, Mungu anaongea na Ibrahim, anasema hivi, na uzao wako utakuwa watumwa katika nchi ya ugeni, nao watatumikishwa kwa miaka 400, nao watarudi wapi? Hapa ulipo Ibrahim. Watoto wako watatoka, lakini watoto wako watarudi. Lakini Mungu hamwambii wanaendaje na wanarudije. Mungu akumwambia. Wakati Mungu analiachilia neno kwa Abraham na hiyo, Mungu anaanza kumtengeneza Ishmael ambaye atakuwa msaada kusababisha neno la Abraham liweze kutokea. Kwa hiyo anamleta Hajiri Misri kwenye maisha ya Abraham. Ndio maana ukisoma Biblia hakuna mistake kwenye Biblia. Vyote Mungu amefanya kwa makusudi. Mungu anamleta Hajiri makusudi ili Ishmael atokee. Ukiangalia ni kama walikuwa wanaongea Sara na nani? Na Abraham, lakini Mungu ana mahesabu yake. Akasema Hajiri tokea, namtaka Ishmaeli. Kwa sababu yako tu namtaka Ishmaeli. Na Ishmaeli usirudi Misri. Ishmaeli ukakae jangwani. Na Biblia inaposema alipokuwa jangwani Ishmaeli akazaa sana. Wakati Abraham anahangaika na Isaka, Ishmaeli shakuwa mkubwa miaka 13 mbele. Wakati Isaka anaoa na miaka 40, Ishmaeli tayari ana wajukuu. Wakati Isaka mtoto wake wa kwanza anapata na miaka 60. Si unajua? Alioa na miaka 40, wakakaa miaka 20 na Rebeka hawana mtoto. Wakaja kupata mtoto wana miaka mingapi? 60. Ukiangalia ni kama kuna delay, lakini kwenye ulimwengu wa roho Mungu anamzidisha Ishmaeli. Uzao wa Ishmaeli ukawa mkubwa sana. Alafu bado anatoka Yakobo alikusudiwa, anakuja kukaa miaka 20 kwa Labani, anarudi kwa baba yake, kuna miaka mingi imepotea. Kwa hiyo wakati wao unaendelea, Ishmaeli anazidi kuzaa. Na Ishmaeli anazidi kuwa mkubwa. Neno la Mungu la utaifa linatokea. Ile nchi inakuwa ni kubwa, watoto wa Ishmaeli. Sikiliza kisotokea. Muda ulipofika, wakati Yusufu amefikisha miaka 17, Mungu anataka kuwaondoa Israeli sasa. Awarudishe wapi? Misri. Unanielewa? Kisa kinatengenezwa, ndugu zake wanamchukia. Wanamchukia nani? Yusufu. Wanapotaka kwenda kumuua, wanamtoa, anasema tusimuue ila tumuuze kwa nani? Kwa Waishmaeli. Ili hii damu isiwe juu yetu. Ushawahi kusomaga Biblia? Hujawahi kusoma. Rudi tena. Biblia inasema hivi, nao Yuda na ndugu zake wakasema hivi, tusimuue Yusufu kwa sababu ni ndugu yetu, ila tumuuze kwa Waishmaeli. Sikiliza, kama Ishmaeli asingekuwepo wangemuuza kwa nani? Lisingetokea neno la Mungu, si ndio? Maana miaka 150, 200 nyuma Mungu alishaona kinachoenda kutokea. Alafu anaanza kutengeneza nini? Mazingira sasa hivi. Wakati Ishmaeli anatokea, sikose Sara akalalamika, kwa nini tulimpata huyu mtoto na Mungu ametupa Isaka? Lakini Mungu anasema kupitia Isaka kuna wajukuu wa Isaka, kuna watoto wa Isaka anaitwa Yakobo, kuna mtoto wa Yakobo anaitwa Yusufu. Lazima huyu ndiye atakayewaingiza watu Misri. Lakini Yusufu hajawahi kufika Misri. Kuna Ishmaeli anafanya biashara kutoka kwa mama yake alipo kwenda nchi ya bibi yake Misri. Anajua njia zote, anajua ruti zote za kupita. Kwa ninamwandaa Ishmaeli sasa hivi, likifika neno langu ndani ya Yusufu, automatically Yusufu atapelekwa kwenye destiny, kwa sababu kuna watu nimewaandaa. Kwenye ulimwengu wa roho kuna watu wameandaliwa kwa ajili yako.
haujui njia utapitaje pitaje, haujui utafikaje fikaje, lakini ndani yako kuna neno la Mungu la kuambia utakuwa mtumwa, la kuambia utafika Misri, lakini hujawahi kufika Misri Ibrahimu, lakini mimi Mungu nitatengeneza kisa. The same kwako. Kuna vitu vinaendelea sasa hivi usitake kujua kwa nini vinaendelea. Inawezekana unaviona kama vibaya, lakini mbele za Mungu sio kibaya. Mungu ana makusudi nayo. Inawezekana kama umefanya mistake, lakini nataka sio mistake. Wewe kwako ndo mistake, lakini kwa Mungu ni njia anakutengenezea. Kuna destiny Mungu amekuandalia, na wewe Mungu hakuambii utafikaje. Hiyo ni siri ya Mungu. Mungu akikwambia sasa hivi unaweza ukawa chizi. Unajua Mungu angemwambia hivi, Ishmael ndiye atakayefungua njia, Ibrahim asingemfukuza. Sio unajua? Yaani Mungu amevia utaenda tu mwana, lakini unamwona Ishmael, huyu ndiye mwenye ramani yote ya wewe kufika wapi? Misri. Alafu neno linakuja kwa hasara kwamba mfukuze Ishmael. Unadhani Abraham angemfukuza? Kwa kuna vitu Mungu anatuficha kama ni makosa kwetu, lakini kwa ajili ya sisi tuweze kufika kule ambapo Mungu amekusudia. Kuna vitu vinatokea kwako. Kuna vitu vinatokea kwako kama vimeharibika. Nataka nikwambie kwenye ulimwengu wa roho havijaharibika. Kwenye ulimwengu wa roho ni Ishmael anatengenezwa ili watoto wako waweze kupata njia kufika ikulu kwa urahisi. Kuna vitu kama vimeharibika. Nataka nikwambie havijaharibika. Mungu kuna kitu anakitengeneza. Wajukuu zako kupitia ulichokifanya watakuja kusema baba alifanyaga kitu cha tofauti. Watoto wale wale wa Abraham ndio watoto wale wale wa Yakobo na Isaka, ndio watoto wale wale wa Ishmaeli. Anaposema wa Ishmaeli wakamchukua Yusufu, manake the same Abraham ndiye anajiingiza wapi? Ndiye anajiingiza Misri. Na ndio watoto wale wale wanatoka. Hakuna aliyewaingiza mwingine mgeni. Sikiza, njia za Mungu, Mungu hawezi kuruhusu strangers ambao hawajapita kwenye mikono yake waguse maisha yako. Yeyote unayemuona wewe, hata kama unamuona ni adui, mbele za Mungu sio adui, huyo ni ndugu yako. Anatimiza kusudi la Mungu la wewe kuweza kufika kule ambapo Mungu amekusudia. I prophesy to you. Kila Ishmaeli ambaye ana ramani ya maisha yako, ambaye ana mwisho wako, ambaye ana kusudi lako, akatokee kwenye maisha yako. Akatokee kwenye maisha yako. Neno lako likavute wakubwa. Neno lako likazae mataifa. Neno lako likazae watu ambao hujawahi kuwaona kwenye maisha. Neno lako likakuletea watu ambao hujawahi kuwagusa kwenye maisha yako. Neno lako likalete aina hiyo ya watu. Neno lako likawe sheria kwenye kila unachokigusa. Shusha mikono. Kati naenda kumalizia, Mungu ananiambia kuna muda Mungu analiachiliaga neno lake ndani yako, lakini haujui kama lina nguvu kiasi gani. Ngoja nikwambie. Amini una neno la kuleta mabadiliko. Amini una neno la kupindua chochote unachoweza kupindua. Samson wakati anazaliwa, mamake akaambiwa hivi, kuna aina ya mtoto, hata mamake jina lijaandikwa. Biblia inasema alikuwa tasa. Na yule tasa, wanamuita tasa mamake Samson. Akamwambia nataka nikupe mtoto, lakini ili neno liweze kutimia kuna vitu usifanye. Akamwambia usinywe, usile vyakula ambavyo ni najis. Nadhani Judges 13 au 15. 13. Waamuzi 13. Kuna vitu Mungu akamkataza, akamwambia usifanye. Na ukiweza kujilinda kwa miezi 9, hivi vitu usifanye, kuna kitu kikubwa kitazaliwa kwenye maisha yako. Miezi 9 tu. Ambia na kujizuia miezi 9 tu. Alafu kuna aina ya mtoto atazaliwa. Na huyu mtoto naye akizaliwa mwambie hivi, asinyoe nywele zake, ili neno ambalo nitaweka ndani yake lianze kufanya kazi. Manake kuna maneno yetu ili yaweze kuthibitishwa kuwa na nguvu. Kuna vitu Mungu anatamani tusijihusishe navyo. Ni sisi wenyewe ndio tunaoharibu neno ambalo Mungu ameweka ndani yetu, sio Mungu. Kwa hiyo kadiri ambavyo unaendelea kuvifanya hivyo vitu, kuna muujiza wa neno lako unazidi kuharibu.
So the only way, limit yourself. Kuna sehemu Mungu anakukataza usiende, kwa wengine ni sawa, lakini kwa Mungu amekukataza. Sio kwa sababu wengine ni dhambi, sio dhambi, ila wewe ukifanya una najis neno la Mungu ndani yako lisitokee. Yule mama kama angeendelea kuwa mlevi, Samson asingezaliwa, au Samson angezaliwa lakini hana nguvu. Yule mama angeendelea kula vyakula ambavyo ni najis, sio Samson asingezaliwa, angezaliwa lakini Samson asingekuwa na nguvu. Kuna vitu kadi tunavyovifanya kwa wengine ni sawa, hata kwa pasa inawezekana ni sawa, lakini kwako Mungu unapofanya unaharibu muujiza wako ndani yako. Inawezekana ni aina ya mavazi, wengine wanavaa ni sawa, lakini we Mungu anakuzuia kwa sababu ya nguvu ya neno liweze kuthibitika kwako. Inawezekana ni aina ya marafiki. Make sure kama Mungu anasema usiambatane na watu fulani, usiangalie ni aina gani urafiki umekaa nao. Ndugu, sikiliza, otherwise utakuwa wa kawaida. Yule mama alipofanya hivyo mtoto akazaliwa, kitu cha kwanza alilinda nywele za mtoto. Sikiza, Samson ni rahisi angeenda kucheza na watoto wenzake wakakuangua, si ndio? Ni rahisi angeenda kwa shangazi akanyolewa. Ni rahisi angeenda kwa babu anatakaga zile nywele za kwanza, wangechukua. Maana unaweza kuona mama alilinda mtoto kwa nguvu kiasi gani. Wakati watoto wengine wanacheza, mama yuko pale, wakicheza mama anaangalia Samson asinyolewe. Wakienda kwa babu kumsalimia, mama yuko pale kulinda mtoto Samson asinyolewe, kwa sababu ameambiwa huyu mtoto asifanye nini? Asinyolewe ili awe na nguvu. Swala kujiuliza, unalinda neno la Mungu kiasi gani kwenye maisha yako, ili Mungu alichokisema kiweze kutokea? Sikiza, kila unachokidhalau wakati Mungu amekwambia unapunguza nguvu kwenye maisha yako ya kiroho. Uje watu wanadhaniaga ili Mungu afanye ni maombi peke yake. Sikiza, sio maombi peke yake. Nataka niwaambie, majibu yako hayapo kwenye maombi peke yake, ila obedience. Mnanielewa? Hata kuomba ni unyenyekevu. Unaomba sana, lakini Mungu anasema hivi, nataka ukae kimya. Ukae kimya, Mungu afanye. Unaomba sana, lakini Mungu akwambia hivi, sitaki ni kuona ukila wali. Wewe unakula nini? Wali. Sikiza, kina Adamu hawakuondolewa bustanini kwa sababu wamemtukana Mungu. Hawakuondolewa bustanini kwa sababu wamezini. Hawakuondolewa bustanini kwa sababu wamelewa. Hawakuondolewa bustanini kwa sababu wameiba. Waliondolewa bustanini kwa sababu hawakuwa nini? Wanyenyekevu, watii. Waliambiwa usile, wakafanya nini? Wakala, wakaasi. Biblia inasema waliasi. Kwa hiyo uasi haupo kwenye dhambi unazozifanya. Uasi upo kutokumtii nani? Na Mungu anaongea kupitia roho wake ndani yako. Unamtii kiasi gani? Au ndo unashindana? Sikiza, vitatokea lakini havitakuwa na nguvu. Samson atazaliwa, lakini Samson hatakuwa na nguvu kwenye maisha yako. Ni kwa sababu sio mtii, sio mtii. Biblia inasema tuachane na mamake somo lingine siku nyingine. Samson alipozaliwa akatii. Ndio maana Samson kulala na kahaba, umuone Mungu akimlaumu Samson. Anaomba toba zake kwa sababu tu amelinda nini? Nywele. Neno la Mungu, ahadi yake inaendelea kutimia. Sikiliza, kuna muda Samson ikatokea anaenda kuoa. Ameenda ameambiwa rudi tena siku nyingine. Ameenda na mbuzi ili aingie kwa mke wake. Akakuta yule baba amemuzia mke mtu mwingine. Mnakumbuka historia? Akasema safari hii sitakuwa na nini? Na hatia juu ya nani? Ya Wafilisti. Biblia inasema Samson akakamata mbweha 300. Akawafunga makundi mawili mawili. Akawaweka kiange cha moto juu yao, moto kwenye kila mbweha wangapi? 2. Alafu akawaagiza waende kwenye mashamba, sio ya Israeli, ya Wafilisti peke yake, wateketeze. Huyu jamaa alijua nguvu ya neno analotembea nayo, kwamba nimepewa neno la kuweza kuwapiga Wafilisti. Kama nina nguvu hii ya kuwapiga Wafilisti, neno langu ninaweza nikalilazimisha kwa mtu yoyote na kiumbe chochote, na roho hii yangu naweza nikaitoa nikaiweka kwa mtu yoyote, na yenyewe ikawa na nguvu kama mimi. Imagine, nilisema Mungu akikupa niwe kufanya kuzalisha, si ndio?
Samson alijua neno ambalo analo na kwamba yeye ni mnadhiri wa Mungu, ana nguvu. Akasema nitalipractice. Ninahitaji kuchoma mashamba yote, lakini niko peke yangu. Namna gani ninaweza kutumia roho ndani yangu iweze kuteketeza mimi nikiwa nimekaa hapa? Swala la kukamata mbweha. Mbweha ni mbwa poli wale. Sio mchezo. Kwanza hawakai mjini. Wanakaa wapi? Porini. Mimi nafuga mbwa. Ni mfugaji wa mbwa mzuri tu. Na nauza. Unahitaji nani? Nataka German Shepherd na breed kali sana imetoka Serbia. Hamtaki? Basi. Unataka? Utaenda na Geita? Basi utafuata madare. Okay. Kukamata tu mbwa wa kawaida. Yaani mbwa muite njoo, wa kwanza aje, wa pili aje, mpaka wafike 300. Kama hujawa train hawaji. Mbwa ni lazima umtrain kwanza, aisikie sauti yako, alafu zile ishara za kumwambia kaa akae, nyanyuka anyanyuke. Kwa hiyo tukimpekaga mbwa training, minimum basic training mbwa aweze kuwa anasikia ni miezi mingapi? 5. Yaani ndio mbwa ukimwambia kaa anakaa, simama anasimama, kula anakula, usile at least miezi mingapi? Wengine wanaendaga mpaka miezi 8, mwaka, advance program. Swala la kujiuliza, huyu amechezewa leo mchezo, kesho anateketeza. Roho iliwezekanaje kuwakamata mbwa ya 300 wote wakamsikiliza nani? Samson. It must be a supernatural ability. Manake Samson alijua nina nguvu ya neno ambalo linatembea na mimi, na mimi ndio hilo neno. Nimeumbwa kuteketeza kazi za Wafilisti. Alipiga tu mluzi, mbweha wakaanza kuja wenyewe. Alilituma neno la kusema ninahitaji mbweha, na mbweha wakija nataka kwenda wakachome. Kwa sababu ya neno, mbweha wakaanza kujitafuta wenyewe. Mbweha akikutana na mbweha mwenzake anasema usiende nyumbani, kuna mzee ametuandalia chakula anaitwa Samson, twende. Wakikutana na mbweha walianza kujitafuta wenyewe mpaka wakafika 300. Na walipofika 300 wakasema hatutaji mbweha wengine, sisi mbweha 300 tunatosha. Swala kujiuliza, nani aliwaambia Samson anataka mbweha 300? Nani aliwaambia tukifika 300 tunatosha, tusiongezeke? Sikiza nikwambie, nguvu ya neno ambalo unalo ndani yako lina uwezo wa kuleta vitu ambavyo hujawahi kuviona kwenye maisha yako. Lina uwezo wa kuleta chochote unachokitamka kwenye ulimwengu wa roho, ni roho inaachiliwa. Kitu kisichokuwa na uhai kina uwezo wa kukusikiliza wewe. Ile ofisi yako kila ukikaa unaanguka, unaweza kusema kuanzia leo kiti sikia, ninakaa mimi hapa, sitoanguka, na utakaa hautaanguka. Biblia inasema walipoletwa mbweha 300, akaanza kuwasemesha, mtaenda kwenye mashamba ya Wafilisti. Ole wenu muingie kwenye mashamba ya Israeli. Njia ni hii, tafuteni mashamba nani? Mbweha walijuaje hili ni shamba la Wafilisti? Means kuna roho inaachiliwa kwa sababu ya neno. Na likaenda wakateketeza vile vile sawa sawa na neno la Samsoni. Kwenye Agano Jipya nasema tumeitwa na Kristo kwenda kuteketeza kila kazi ya nani? Ya Ibilisi. Manake ndani yako una neno, ukilitamka kuna roho unaziachilia. Kuna neno ukilitamka, kwa sababu wewe ni hilo neno, kunaanza mazingira kutengenezeka kwa ajili yako. Kuna neno ukiliachia, wanaotakiwa kuja kwenye seko yako wanakuja, na unatakiwa kuondoka kwenye seko yako wanaondoka. Kuna neno ukiliachilia, kama ni uharibifu, wewe ndio unayeweza kubadilisha uharibifu kwenye familia yenu. Kuna neno ukiliachilia, chochote unachotakiwa kukitokea kitatokea, kwa sababu wewe umetamka na sio mtu mwingine. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mchana wa leo, mchana wa leo, mchana wa leo, mchana wa leo,
Ninaachilia ili neno ndani yao, viange vya moto vikafungwe ndani ya roho zao. Maneno juu ya adui, maneno juu ya adui, maneno juu ya kila hila za adui, ninafunga huo moto kwenye maneno ya kinywa chao. Maneno yao yatakuwa na nguvu ya kuharibu kila kazi ya adui. Kila mashamba ya uharibifu, kila mashamba ya uharibifu kwenye maisha yao, kwenye maisha yao. Adui ambaye alipata nafasi ya kudhurumu maisha yao, adui alipata nafasi ya kuharibu mwonekano wa maisha yao, usiwe na nguvu, usiwe na utisho, usiwe na matokeo. In the mighty name of Jesus Christ. Roho Mtakatifu, wewe ambaye ni moto ulao, a consuming fire, a consuming fire kwenye hayo mashamba ya uharibifu, ninakuachilia. Yeyote ambaye uharibifu kwenye maisha yake umetokea, yeyote ambaye uharibifu umefanyika kwa kiwango cha juu, yeyote ambaye uharibifu umemaliza maisha yake, yeyote ambaye uharibifu umeharibu muonekano wake, heshima yake, huu moto yateketeze, yateketeze ayo mashamba ya adui, ayo mashamba ya adui, ayo mashamba ya uharibifu ambayo yanatoa chakula upande wa Wafilisti, ambayo yanawanufaisha adui zao, ambayo yanawapa faida adui zao. Hizo ngano kwenye maisha yao, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu uanze kuunguza, uanze kuunguza, uanze kuunguza kila gugu lililopandwa, kila uharibifu uliopandwa. Moto uanze kuteketeza kila shamba la mtoto wa Mungu mahali hapa ambalo lina uharibifu wa magonjwa, ambalo lina uharibifu wa magonjwa. Moto uteketeze hayo magonjwa huko ndani. Naachilia moto uteketeze hayo magonjwa huko ndani. Naachilia moto uteketeze hayo magonjwa huko ndani. Naachilia moto uteketeze hayo magonjwa huko ndani. Kila aina ya ufukara unaotokana na adui katika hiyo familia, kila aina ya ufukara inayotokana na adui katika hiyo familia, ilo shamba la huyo Mfilisti ndani ya mtoto wa Mungu, moto uteketeze, moto uteketeze, moto uteketeze mashamba ya hasara ambayo yamekuwa design kuleta aibu, mashamba ya ulevi ambayo yameleta katika familia kuleta aibu. Moto uteketeze, moto uteketeze, moto uteketeze hayo mashamba, hayo mashamba, hayo mashamba. Kila aina ya addiction, kila aina ya addiction, mashamba ya adui yanataka kuleta uharibifu kwenye pando la baba, na wao wamepanda. Moto ukaunguza hilo pando kwenye hilo shamba, kwenye hilo shamba. Aibu, 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 aibu kwenye hiyo ndoa, aibu kwenye hiyo ndoa. Hayo mapando, hayo mapando, hayo mapando, moto unateketeza, moto unateketeza mapando ya aibu, mapando ya aibu,
Unapotamka vinaumbika, vinaumbika, vinaumbika. Wale mbweha watasogea. Wanachokuwa wanakiomba kitasogea, wanachokuwa wanakitaka kikasogea. Roho Mtakatifu, kamata vinywa vyao, kamata vinywa vyao, kamata vinywa vyao. Maneno yaanze kutoka kwenye vinywa vyao. Tamka neno, tamka neno. Una nafasi, anza kutamka unachotaka kitokee kwako. Tamka neno unalolisikia ndani yako, anza kutamka. Tuna dakika 5. Tamka, tamka. Kila mmoja tamka neno. Mungu analiwekea muhuri hilo neno. Yes, yes. Unachokisikia ndani yako kitamke. Kuna kitu kinatokea. Kuna jambo linaanza kutoa maji sasa hivi. Yes. Ninaona udongo unabadilika. Unakuwa kama matope. Yes. Ninaona udongo unabadilika, mchanga. Maji yamekuwa mengi. Yanaanza kutoa, yanaanza kutoa. Yanaanza kutoa. Mchanga unabadilika kwa sababu ya wingi wa maji. Hilo jangwa linabadilika. Linaanza kuleta maji. Kwenye ukame, ukame unaondoka. Ukame unaondoka. Ukame unaondoka. Ukame unaondoka. Ukame unaondoka. Tamka neno lako. Ajili akajua kuna utaifa ndani yangu. Ajili akajua kuna utaifa ndani yangu. Akatamka, akatamka. Akatamka, miti ikaanza kukua. Akatamka, wanyama wakaanza kuja. Wanyama walivutiwa na maji. Sikiliza, Mungu hakutaka kuwapa chakula kwanza. Alijua maji ni uhai. Nikiachilia maji, maji yatabadilisha eneo. Maji yakibadilisha eneo, miti itaota. Wanyama watataka kukaa. Binadamu wataishi. Kuna neno moja ukilitamka leo, litabadilisha situation yako nzima. Litabadilisha hali yako nzima. Ni neno moja katika ulimwengu wa roho ambalo litabadilisha maisha yako. Neno, neno, neno. Neno la Roho Mtakatifu. Neno la Roho Mtakatifu linalobadilisha mazingira. Linalobadilisha mazingira. Unasema, Mungu akinifanikisha kwa hili, Mungu akiachilia maji katika ukame wangu, Mungu akiachilia breakthrough katika situation yangu, vingine sina haja ya kuomba, vingine automatically vitakuja. Tamka hilo neno. Shetarasa, 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 leze reze te 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 ke 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 raba ba 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 le da 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 linaingia 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 linaingia. Kuna kitu kinafanyika. Kuna situation zinabadilika, zinabadilika, zinabadilika. Kuna situation zinabadilika. Raba ba 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 ba. Kuna mtu kisima kimefunguka. Yes, yes. Kuna mtu, yes, kisima kimefunguka. Hayo maji yanaanza kutoka. Hayo maji yanaanza kutoka. Hayo maji yanaanza kumwagika. Yes, 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 yes. Ninaona jangwa limejaa maji. Yakaya bazakataya gataya gataya. Ninaona jangwa limejaa maji. Seketaya gatamande. Kisima kimetibuliwa. Kisima kimetibuliwa. Kisima kimetibuliwa. Kisima kimetibuliwa. Kisima kimetibuliwa. Idumbukize humo sasa. Jangwa linajaa maji. Ingia humo sasa. Ingia humo sasa. Rapasakataye getaya. Ekaya basakataye getaya namande. Wikapaseketaya namanda. Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba. Unaweza ukasimama. Unaweza ukasimama. Omba sasa. Omba sasa. Simama hapo ulipo. Rakazakataye gekaya gataya.
Yes, yes. Rapa, Shakataya, Rikamantaya, Eshaya Damante, Reke Zakataya Damante, Rapa Papa Papa Seketaya, Rikamate Sekeka Legetamande, Rikapaya Gazekeke Legetamande. Kusudia neno, kusudia neno sasa, kusudia neno sasa. Kisima kimetebuka, kisima kimetebuka. Kusudia neno, kusudia neno. Ekaraga Zakata Legetaya, Rimande Zeketa Legetaya Gadia, Osheleke Legetaya, Rimando Zekepa Legetaya Gadia, Mante Praka Zakataya, Rikataya Damanta. Wewe ni neno, wewe ni neno. Tamka vile unataka iwe. Tamka, tamka sasa. Tunaomba vitu hapa. Yes. Tunaomba vitu hapa. Yes, yes, yes. Umba hivyo vitu sasa. Wewe ni neno. Wewe ni neno. Anza kuumba hivyo vitu. Akaparekezeketaya. Rimandezekeka legetaya gadia. Rimandezekeka legezeketaya. Rakasekeka legetaya damanda. Arekezekeka legezeketamande. Familia yako ni uzao wa kiungwana. Watoto wangu ni watoto wenye akili. Arakaseketaya. Rimandezeketaya damande. Rikapazekekelekzeketamande. Rakasakatamande. Hatutakuwa wa kawaida, hatutakuwa kawaida. Rikaparekezeketaya. Repekeyekezekekalegetamande. Ekayabayanta. Ekazeketamande. Mimi ni chumvi ya ulimwengu, mimi ni chumvi ya ulimwengu, mimi ni chumvi ya ulimwengu. Rakazeketamande. Rekezeketaya damanda. Mahali takapokuwa maisha atakuwa na ladha, nitakapokuwa atakuwa na ladha. Mimi ni nuru ya ulimwengu, mimi ni nuru ya ulimwengu. Popote nitapokanyaga, kayada mayanda, hakutakuwa na uharibifu, hakutakuwa na uharibifu. Repezekekelekzekekaleketaya. Akayada mande. Kusudia neno, kusudia neno, kusudia neno, kusudia neno, kusudia neno, nalo litakuwa, nalo litakuwa. Saya Inakuwa, inakuwa, inakuwa. Rababababababa zakataya. Esa. Imekuwa, imekuwa, imekuwa. Yeshua. Chini yako, kila kinachotakiwa kuumbika chini yako, ninaruhusu Roho Mtakatifu akakiumbe, ninaruhusu Roho Mtakatifu akakiumbe, ninaruhusu unyenyekevu kwa wote ambao watakuja chini yako. Yeyote ambaye ameitwa kuja kwenye himaya yako, ninapanda unyenyekevu ndani yake, ninapanda unyenyekevu ndani yake. Kwa neno lake ukaongezeke, kwa neno lake ukazae, kwa neno lake ukabarikiwe. Neno lako likawe sheria kwenye ulimwengu wa roho. Utatamka na vitu vitatokea, utasema na vitu vitaonekana. Tutaanza kuona matokeo, na utasema ni kwa sababu Mungu alijaza roho kwenye neno langu. Mungu aliachilia nguvu kwenye neno langu. Kuanzia leo neno lako lisiwe kame, neno lako lisiwe kavu, neno lako
lako lisiwe tupo. Utasema nitakuwa tajiri, utakuwa. Utasema nitalima, utalima. Utasema nitakwenda, utakwenda. Utasema vitatokea. Baba, asante. Imekuwa. 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 Baba, imekuwa. Roho Mtakatifu, imekuwa. Tumeliamini neno lako, na neno lako linaenda kuthibitika ndani ya maisha yetu. Kila neno ambalo umelipanda ndani yetu linaenda kuthibitika, kwa sababu Baba tumeliamini neno lako, na imekuwa kama ambavyo tumeamini. Ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Na kama unaamini sema amen, uko na mshangilia Bwana.